Sawa. Sasa leo tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2025, Mahakama ya Hakimu Mkazi ya Dar es Salaam katika eneo la Kisutu ilikuwa inasikiliza kesi ya matumizi mabaya ya mtandao ambayo ilikuwa inamhusu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu mbele ya hakimu mfawidhi Muhini. Sasa kesi hilo ilitakiwa iendelee kusikilizwa, lakini upande wa mashtaka umesema kwamba unaomba kesi hii iahirishwe kutokana na kwamba kuna maombi ya mapitio ambayo upande wa wakili wa mshtakiwa Tundu Lissu umewasilisha katika Mahakama Kuu ya Dar es Salaam ukitaka kupinga kwanza ukatiba kupinga kufanya kurejewa kwa uamuzi wa mahakama hii ya hakimu mkazi wa Dar es Salaam ya kutopeleka faili la kesi hii katika Mahakama Kuu ili uamuzi wake wa kutotoa uamuzi kuhusiana na maombi ya Tundu Antipas Lissu kwamba kifungu cha namba 188 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kinatakiwa kiangalie ukatiba wake kwa sababu kinaruhusu mashahidi utolewaji wa ushahidi kwa njia za kificho, na anaona kwamba inahatarisha haki yake ya kusikilizwa kwa haki na kwa ukamilifu ili kwamba mwisho wa siku maamuzi yawe ya haki. Kwa hiyo kuna swala hilo ambalo hakimu hapa alikataa kulitolea uamuzi, na wakili au mshtakiwa Tundu Lissu amepeleka maombi hayo katika Mahakama Kuu, na shauri hilo lilikuja katika Mahakama Kuu ya Dar es Salaam tarehe 28 mwezi wa 6 ambao mwezi umepita, ambako Jaji Mkwizu alisikiza mapingamizi ya serikali kwa sababu serikali waliweka mapingamizi kule, na tarehe 11 mwezi wa 7 mwezi huu mwaka huu atatoa uamuzi wake juu ya mapingamizi ya serikali. Aidha kuna kesi nyingine ya pili ambayo imepelekwa mahakamani ambayo inapinga vile kutolewa kwa jinsi kile kiapo ambacho serikali kiwaruhusu yale maombi ambayo yaliruhusu serikali kuleta mashahidi wao kwa kificho, kwamba kwa kuyasoma tu kwa sababu ilisikizwa upande mmoja yanaonyesha kwamba hapa kuwepo na ushahidi au mazingira ya kutosha kumwezesha hakimu kuweza kufikia uamuzi ule aliofikia wa kuruhusu kutolewa ushahidi wa kificho kwa watu ambao sio maaskari. Kwa hiyo na hiyo ni swala vile liko kwa hakimu au kwa Jaji Elizabeth Mkwizu katika Mahakama Kuu ya Dar es Salaam. Sasa kutokana na kwa mashauri hayo mawili upande wa Jamhuri umeomba kwamba kesi hii iahirishwe. Kwa upande wa utetezi, mawakili wa utetezi tulipinga hoja hiyo, tukasema kwamba hayo hayahusiani kwa sababu mashahidi ambao walikuwa wakitoa ushahidi hapa katika mahakama hii ni wale ambao ni maaskari, kwa maana hiyo hawahitaji wa uficho. Kwa hiyo ilikuwa ni kwamba tu ni njama au ilikuwa kama ni mpango wa serikali kuchelewesha kusikilizwa kwa kesi hii. Lakini mwisho baada ya hizo hoja zote hakimu amesema kwamba yeye anaamua kuahirisha shauri hili kwa tarehe ambayo itajulikana, ikisubiri kwamba maamuzi ya Mahakama Kuu katika mashauri ya mawili ya mapitio yaweze kutoka, na baada ya mapitio ya maamuzi hayo Mahakama Kuu kutoka kuhusiana na maombi mawili ambayo yamewasilishwa kwa niaba ya Tundu Antipas Lissu kule Mahakama Kuu, ndipo kesi itaweza kujulikana kwamba itakuja lini. Kwa hiyo kwa hii kesi ya mambo ya uchochezi ya sheria za mitandao kwa hapa Kisutu imeahirishwa mpaka tarehe itakapotajwa tena na mahakama baada ya maamuzi ya Mahakama Kuu kuwa yametoka. Asanteni.